Mwenyekiti wa UW Taifa Mary Chatanda ashuhudia utiaji saini wa mikataba mitano ya shilingi bilioni 13.3 zilizotolewa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha miundombinu. Na katika michezo, ligi ya mpira wa kikapu ya mkoa wa Dar es Salaam inatarajiwa kuanza kutimua vumbi leo Mei 10 kwenye viwanja vya Don Bosco Upanga, huku vilabu 32 vikithibitisha ushiriki wake. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Erike ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Mwenyekiti wa UWT Taifa Mary Chatanda ameshuhudia utiaji saini wa mikataba mitano ya shilingi bilioni 13.3 zilizotolewa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha miundombinu ya barabara na madaraja wilayani Rufiji. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Tukio hili la utiaji saini limefanyika baada ya kukamilika kwa ziara ya siku 2 ya mwenyekiti wa UWT Taifa Mary Chatanda ya kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika jimbo hilo. Nimeshuhudia leo utiaji saini hapa kwa barabara za lami. Wana Ikwiriri, wana Rufiji, mnataka mambo makubwa mlioyaona. Nani anaweza kufanya hayo? Dr. Samia Suluhu Hassan toka ameingia madarakani, mmeona anatiririka kuleta fedha kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye vijiji. Hakuna mwananchi aliyoshikishwa mchango. Uongo kweli? Ameleta Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ndio kazi mlionituma wananchi wa Rufiji. Kazi ya kuleta maendeleo, kazi ya kuwafikiria kina mama, kazi ya kuwafikiria vijana, kazi ya kuwafikiria kina baba, kazi ya kufikiria kwamba kesho yao, watoto wetu, kesho yao ni ya matumaini na kesho yao itakuwa ni ya furaha kubwa. Akitoa taarifa ya miradi hiyo, meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA mkoa wa Pwani amefafanua kuwa gharama hizo zinahusisha ukarabati wa barabara mbalimbali wilayani humo. Pata fursa ya kupitia miradi mbalimbali katika wilaya ya Rufiji, lakini pia siku ya kilele cha ziara yake amepata kushuhudia uwekaji saini wa mikataba mitano yenye jumla ya bilioni 13.3 ambayo ni kwa ajili ya matengenezo mbalimbali ya barabara za wilaya ya Rufiji. Nikiripoti kutoka wilayani Rufiji mkoani Pwani ni Marieta Msembele wa Channel 10. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji amesema kuwa miaka 4 ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imetekeleza kwa vitendo dhana ya kuboresha maisha ya Watanzania kupitia sekta za uzalishaji. Dr. Kijaji amesema hayo wakati wa hafla ya uzinduzi wa hostel za wasichana na kumbi 2 za mihadhara kwenye wakala wa vyuo vya mafunzo ya mifugo nchini LITA kampasi ya Mpwapwa mkoani Dodoma, ambapo mbali na kumpongeza uongozi wa wilaya na kwa kukamilisha ujenzi wa majengo hayo kwa viwango stahiki, amefurahishwa na namna wanafunzi wa chuo hicho walivyoandaliwa kuwa wataalamu wazuri wa sekta ya mifugo. Mbali na ujenzi wa majengo hayo yaliyogharimu takribani shilingi bilioni 1.6, wakala huo umeanza ujenzi wa kampasi nyingine mkoani Songwe kwa gharama ya shilingi bilioni 1.2. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kumradhi, taarifa hiyo haijakamilika, ikiwa tayari tutairudia tena. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba ameitaka wakala wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wilaya ya Mufindi kuongeza kasi ya usimamizi wa ujenzi wa mradi wa maji wa Mbalamaziwa uliopo katika kijiji cha Idetele kata ya Mbalamaziwa wilayani humo, ambao baada ya kukamilika kwake utanufaisha zaidi ya wananchi 16,000 katika eneo la vijiji 9. Clement Sanga na arifu zaidi. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba ameyasema hayo wakati wa siku ya kwanza ya ziara yake ya siku 5 mkoani Iringa iliyolenga kufanya ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ambapo ameitaka RUWASA wilaya ya Mufindi
kuwasiliana na RUWASA makao makuu kuona namna bora inayoweza kusaidia kusukuma mchakato wa ukamilishwaji wa mradi huo wa maji wa Mbalamaziwa ambao unakwenda kuwa mkombozi kwa wananchi kwenye zaidi ya vijiji 9 wilayani Mufindi. Waambie wakubwa zako kwamba tunaomba wafanye kile wanaloweza waweze kumlipa mkandarasi ili kweli mwezi wa 6 tukabidhi mradi. Sawa. Katika mazingira haya mtu ameshafanya kazi zaidi ya 80, hata kumwambia mbona humalizi unaanzaje? Ndiyo. Kwa hiyo naomba tujitahidi tuwalipe fedha zao. Sawa. Ili wananchi hawa wameona kila siku mnajenga afu maji hayaji, hawatuelewi. Akisoma taarifa fupi ya mradi huo, meneja wa RUWASA wilaya ya Mufindi Happiness Mrisho amesema mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi wa 6 na mpaka sasa umefikia asilimia 80 ya ujenzi wake, huku baadhi ya wananchi wakiwa wamegubikwa na furaha katika eneo hilo, wakaelezea jinsi ambavyo mradi huo unakwenda kuwasaidia. Ujenzi wa mradi wa Mbalamaziwa unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 6.6 bila VAT na unatekelezwa na mkandarasi mzawa aitwaye Mponela Construction Company Limited. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa kiasi cha shilingi bilioni 1 ambao sawa na asilimia 14.99. Utawasaidia wanawake kupata maji kwa urahisi na kuokoa muda, baada ya kufuata maji visimani watapata maji kwa karibu zaidi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Clement Sanga kwa taarifa hiyo. Turejee tena taarifa yetu. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji amesema kuwa miaka 4 ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imetekeleza kwa vitendo dhana ya kuboresha maisha ya Watanzania kupitia sekta za uzalishaji. Dr. Kijaji amesema hayo wakati wa hafla ya uzinduzi wa hosteli ya wasichana na kumbi 2 za mihadhara kwenye wakala wa vyuo vya mafunzo na ya mifugo nchini LITA kampasi ya Mpwapwa mkoani Dodoma, ambapo mbali na kupongeza uongozi wa wilaya kwa kukamilisha ujenzi wa majengo hayo kwa viwango stahiki, amefurahishwa na namna wanafunzi wa chuo hicho walivyoandaliwa kuwa wataalamu wazuri wa sekta ya mifugo. Mbali na ujenzi wa majengo hayo yaliyogharimu takriban shilingi bilioni 1.6, wakala huo umeanza ujenzi wa kampasi nyingine mkoani Songwe kwa gharama ya shilingi bilioni 1.2. Hii ndiyo kazi aliyoamua kuifanya Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani miaka 4 iliyopita. Alisema anazipa kipaumbele sekta za uzalishaji kwa sababu sekta hizi ndio zinagusa mwananchi moja kwa moja na hasa mwananchi yule wa kawaida kabisa. Nitoe pongezi kwenu wanafunzi wote mnaosoma katika chuo hiki cha Mpwapwa pamoja na kampasi zingine zote za wakala, na mkumbuke kuwa Watanzania wanawategemea sana. Mkoa wa Lindi umefanikiwa kuchangia mrabaha wa serikali unaofikia kiasi cha shilingi bilioni 1.1 za Kitanzania kwa mwaka, na hivyo kufanya kuwa mkoa miongoni mwa mikoa inayochangia ongezeko la mapato kupitia rasilimali ya madini hapa nchini. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telaki alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, ambapo amesema uchangiaji huo mkubwa wa mrabaha serikalini unatoa taswira njema katika ukuaji wa sekta madini mkoani hapa. Kupitia yale maonyesho tumeona sisi mkoa uzalishaji wa madini umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tulikwenda pale Namungo juzi. Kulikuwa na wachimbaji wadogo wanafanya vitu vidogo vidogo sana. Lakini sasa hivi tuna uwezo wa kukusanya mrabaha wa serikali bilioni 1,114. Ni mafanikio makubwa. Tumesonga mbele, manake ni kwamba na sisi kama mkoa tumekuweza kwenda kuchangia pato la taifa kama mikoa mingine ambayo ina madini. Aidha, Mheshimiwa Telaki akatumia fursa hiyo kualika wadau wa madini kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kushiriki katika maonyesho ya madini yanayotaraji kufanyika katika viwanja vya madini vilivyopo Ruangwa mkoani Lindi. Mkoa wa Lindi tunatarajia kufanya maonyesho ya madini ya pili tarehe 11 mpaka tarehe 14 mwezi wa 6. Maonyesho haya yatafanyika kwenye viwanja vya madini vilivyoko wilaya ya Ruangwa na yataandamana
na ratiba mbalimbali ambazo zitakuwepo kila siku. Mkoa wetu umejaliwa kuwa na madini mbalimbali. Kwa ufupi, tuna madini makubwa matatu. Tuna dhahabu, tuna graphite, kinywe, lakini pia tuna nickel. Lakini pia tuna mabo ambayo tumebahatika kuwa na mabo ya blue. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Shirika la Posta Tanzania limesema limetanua wigo wa utoaji wa huduma kwa Watanzania, ikiwa ni utekelezaji wa matakwa ya serikali ya kuhakikisha linawafikia wananchi wote popote walipo, ambapo kwa sasa linatoa huduma ya kubadilisha fedha za kigeni nchi nzima ofisi za posta zilipo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kaimu afisa masoko wa shirika hilo Andrea Liundi amesema wanajivunia utoaji wa huduma bora na kutoza gharama za chini ikilinganishwa na watoa huduma wengine, na kwamba wataendelea kutoa huduma hizo hata katika mikutano mikubwa ya kimataifa kwa lengo la kuondolea usumbufu wageni. Shirika hilo limeshiriki maonesho katika mkutano wa siku 3 wa kimataifa kuhusu elimu mtandao, yani e-learning, uliowakutanisha wadau wa elimu barani Afrika ambao umemalizika jana. Kwa ndani ya shirika sio tu bureau de change, tuna uwakala wa huduma nyingi kwa sababu ndio ni sehemu ya majukumu ya shirika hili la Posta. Kwa hiyo tupo katika utekelezaji wa kazi yetu ambayo kimsingi ndio ambayo tumekasimiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Ni huduma ambayo imetapakaa almost nchi nzima kwenye ofisi zetu kuu za Posta. Kwa Mtanzania yoyote aliyoko kwenye mkoa wote akisogea kwenye ofisi zetu kuu za Posta, kwa baadhi ya mikoa inapatikana huduma ya bureau. Rates ambazo sisi tunaziofa ni rates ambazo ni mzuri, kwa maana kwamba tunasawiri kutokana na hiyo kwamba tunatoa rate bora, basi wateja wanashawishika, wanakuja siku hadi siku. Tukihitaji kubadilisha fedha, basi shirika la Posta Tanzania ndio liwe suluhu na kuweza kubadilisha fedha zao. Ukilinganisha rate zilizokutana nazo kule na rate ambazo sisi tunazo hapa, za kwetu hapa ni mzuri kabisa, ambazo hata ukienda kwenye baadhi ya taasisi zingine za kubadilisha fedha ukipima utaona kidogo si hapa tumewaletea rate ambayo rafiki ili wao waweze kukizi mahitaji yao. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima ameonyesha kukerwa na tabia ya baadhi ya wanasiasa wakiwemo madiwani pamoja na madalali wanaojihusisha na vitendo vinavyohujumu utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za gara. Malima ameonya kuwa yeyote atakayebainika kuhujumu mfumo huo atachukuliwa hatua kali za kisheria. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akizungumza katika kikao cha kimkakati cha tathmini ya mfumo wa stakabadhi za gara kwa msimu wa mwaka 2024-2025 pamoja na maandalizi ya msimu ujao, Malima amesema hatavumilia hujuma yoyote kutoka kwa madalali au viongozi wa kisiasa, ambapo amesisitiza kuwa vitendo hivyo si tu vinadhoofisha jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha sekta ya kilimo, bali pia vinatishia uhakika wa soko, bei ya mazao na usalama kipato cha mkulima. Lakini kilichonikera kwa upande wa Malinyi ni kwamba kulikuwa na watu madalali wana wenyeji ndio wanaofacilitate ile kitu. Nilipokwenda Ulanga nikakuta mbaya zaidi, mpaka baadhi ya madiwani wanahusika na wizi wa kufuta ndani ya halmashauri ya Ulanga na makaratasi, na wale madiwani wangu mkurugenzi na haki ya Mungu, ukisikia nimepata mtu mimi nikaambiwa huyu anashiriki kuhujumu stakabadhi ghalani, na mbeba na baki naye kwanza kwa muda, alafu nitampeleka mahakamani, alafu na barua itakuwa imekwenda TAMISEMI, huyu mchukueni mtu wenu kaeni. Akiwasilisha mwongozo wa utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi kwa msimu wa mwaka 2025-2026, meneja kutoka bodi ya stakabadhi za gara David Sukari ameeleza kuwa taasisi kama Kopra, TMX, halmashauri za wilaya pamoja na sekretari za mikoa zina jukumu kubwa la kuhakikisha ubora wa mazao na ufuatiliaji wa mnyororo wa thamani kuanzia kwa mkulima hadi sokoni, ambapo amesisitiza kuwa hatua hiyo itaongeza ushindani kwa bei ya mazao iliyohifadhiwa katika mfumo huo na kusaidia wakulima kupata bei stahiki. Lakini vile vile kuna gharama ya kusafisha mazao. Tumekuja kugundua kwamba kuna changamoto kubwa na nyingi ambazo zimejitokeza hususan katika zao la ufuta. Msimu uliopita tumekutana na changamoto kubwa sana kuhusiana na uchafu. Kama tunavyoelewa kwamba
Bei nzuri ili iweze kupatikana inaanzia kwenye ubora wa zao. Tunapoanza kuvuna, maandalizi ya awali kabisa ya kilimo hadi kufikia hatua ya uhifadhi kwenye ghala kuu ndio anapelekea kutupatia bei iliyo nzuri. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Wananchi wa mtaa wa Shilabela, manispaa ya Geita mkoani Geita wameiomba serikali kurejesha taa za barabarani zilizoharibiwa kwa kugongwa na magari kwa kuwa wanapata changamoto nyakati za usiku. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Taa hizo zilizokuwa katika barabara kuu ya Geita Mwanza zimegongwa miezi 5 iliyopita, huku wakazi wa mtaa huo wakiomba serikali kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS kuzirejesha kwa kuwa waliofanya uharibifu huo walikamatwa na kutozwa faini. Changamoto ya hizi taa kugongwa, ina maana serikali yenyewe iangalie na iweke mpango mkakati juu ya madereva wanaoendesha vyombo vya moto, kwamba hapa barabarani kwa hususan hapa mjini wapunguze spidi. Ina maana mtu anapokuja kugonga, ina maana anakuwa yupo spidi au katumia kilevi. Nizungumzie si taa kugongwa tu, kuna mataa mengine ni mabovu, yapo lakini ni mabovu hayawaki. Nayo tena vile vile tunaiomba serikali iweze kuja iangalie kwamba je, ule usalama tulikuwa tukiupata kipindi hicho ambacho taa zipo zinawaka, leo hazipo. Kuna giza, wale wafanyabiashara wadogo wadogo wameshazoea kupata mwanga kwenye taa hizo, hapo leo zimegongwa, hazipo. Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Geita mhandisi Ayan Nyeme amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kwamba wanasubiri bajeti ya mwaka 2025-26 ili kununua taa mpya kwa kuwa zinaagizwa kutoka nchini Ujerumani. Kwenye mwaka wa fedha unaokuja na tumeshaanza kufanya maandalizi yake kwamba tutaziweka hizo taa na zitarudishiwa. Kutoa rai kwa wananchi kuweza kulinda miundombinu hii ya barabara. Serikali inatumia pesa nyingi kutengeneza miundombinu ya barabara, lakini wananchi wasiopenda maendeleo basi wanaziharibu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Ili kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato katika mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kwa kiasi cha shilingi trilioni 2.99 iliyopangwa kwa mwaka wa fedha 2025-26, watumishi wametakiwa kupiga vita rushwa kwa kuhakikisha wanatoa huduma bora kwa wanachama pamoja na kufanya kazi kwa uadilifu. Raya Kipingwa na arifu zaidi. Kauli hiyo inatolewa wakati wa baraza kuu la 54 la wafanyakazi wa NSSF linalofanyika mkoani Tanga, ambapo mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF Masha Mshomba anaeleza mipango ya kufikia ukusanyaji mapato na ulipaji mafao kwa wanachama. Tumejiwekea malengo ya kukusanya shilingi za Tanzania trilioni 2.99 katika mwaka huu ujao wa fedha 25-26, na ndicho ambacho wajumbe wa baraza watapata nafasi ya kupitia. Lakini ukiacha hilo, tumejipangia pia kwamba katika mwaka ujao wa fedha tutakuwa na mapato ya uwekezaji ya takriban shilingi za Tanzania bilioni 765.32, na malipo ya mafao ambayo tunatarajia kulipa yatakuwa ni takriban shilingi za Tanzania trilioni 1.13. Na hapa msisitizo ukawekwa kwa wafanyakazi juu ya kuwa waadilifu na kuwasikiliza wanachama ili kutimiza malengo ya mfuko kwa kulipa mafao kwa wakati. Napenda kutoa msisitizo mkubwa katika swala zima la kutoa huduma bora kwa wanachama wetu ambao ndio msingi wa uwepo wa NSSF. Mfanye kazi kwa uadilifu, kwani kazi ni ibada. Muhakikishe mafao yanalipwa kwa wakati ili kuondolea Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka wakazi wa mkoa huo kuacha mzaha katika masuala ya afya baada ya watu 6 kati ya 1112 waliojitokeza kupima afya kwenye mikesha ya Mwenge wa Uhuru mkoani Njombe kubainika kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Michael Patrick anaarifu zaidi. Na tunawakabidhi Ruvuma kwa kaka yangu Kanali Ahmed. Takwimu hizo zimetolewa wakati mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 zilipohitimishwa mkoani Njombe na baadaye kukabidhiwa mkoani Ruvuma katika shule ya msingi Igawisenga halmashauri ya wilaya ya Madaba, ambapo mkuu wa mkoa wa Njombe Mtaka amesema licha ya idadi hiyo kuonekana ndogo, bado ugonjwa huo upo na unaendelea kuua. Mheshimiwa kiongozi wa mbio za Mwenge, nitumie nafasi hii kuwaomba sasa wenzetu wa idara ya afya
kwa sababu mkoa wa Njombe umetajwa sana kuwa mkoa kiongozi kwenye maambukizi ya ukimwi, na kila tunapofanya assessment tunaona takwimu zinagoma. Pengine ni wakati sasa wa idara yetu ya afya kufanya zoezi mahususi la upimaji, lakini tukiwakumbusha wananjombe kwamba tusichukulie matokeo hayo kwa kujisahaulisha. Ukimwi upo na unaua, lazima kila mmoja achukue tahadhari. Naye kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu Ismail Aliusi amewataka viongozi ndani ya mkoa wa Njombe kusimamia utekelezaji wa miradi kikamilifu katika ngazi zote. Nilikuwa nawaambia mwenge huu wa uhuru wa mwaka 2025 sio mwenge wa kuja kuondoshea mahusiano ambayo mmeyajenga na wananchi ndani ya wilaya yenu, kwa sababu siyajui mmetumia nguvu gani. Katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma Merrick Makondo akipokea mwenge wa uhuru kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo amesema, ninaahidi tutaukimbiza mwenge katika halmashauri zote 8 za mkoa wa Ruvuma kwa ratiba tuliyojiwekea, kwa kuangalia na kutembelea shughuli za miradi 76 yenye thamani ya shilingi bilioni 95,167. Kutoka halmashauri ya wilaya Madaba mkoani Ruvuma, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka moja kwa moja kwenye habari za michezo na burudani. Jumla ya timu 32 upande wa wanaume na wanawake zinatarajiwa kushiriki ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam BD unaotarajiwa kuanza rasmi leo Mei 10 kwenye viwanja vya Don Bosco Upanga. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akizungumza na Channel 10 michezo, makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam BD Malale Maswanya ameeleza mfumo utakaotumika kwenye ligi hiyo msimu huu mpaka bingwa kupatikana. Mfumo ambao tutatumia kwa mwaka huu itakuwa ni raundi moja tu. Raundi moja ikishaisha, baada ya hapo tuangalia timu ambazo zimeshika nafasi 8 za mwanzo. Tutaenda katika hatua mtoano ambayo itakuwa robo finali, watacheza mechi 5. Baada hapo watacheza nusu finali mechi 5 na bingwa, na upande wa finali itakuwa mechi 5. Kwa upande wa wanaume mechi ya ufunguzi itakuwa kati ya JKT na UDSM Outsiders, na upande wa wanawake itakuwa kati ya DB Lioness against BBQ Vijana Queens. Ligi yetu tunategemea itakuwa kwa muda wa miezi 5, ambapo upande wa wanaume kutakuwa na timu 16 na upande wa wanawake na timu 16. Sambamba na hilo, Maswanya amezungumzia maandalizi kwa kusema msimu huu utakuwa na tofauti, huku akitoa wito kwa timu shiriki kwenda kuonyesha mchezo mzuri na shindani. Tofauti kubwa ni udhamini, kwa sababu udhamini wa BetPawa ni udhamini mkubwa sana kiasi ambacho mchezaji akishinda mechi moja anapata zaidi ya shilingi 80,000 kwa mechi moja. Sasa ukilinganisha na mwaka jana ambapo mchezaji alikuwa akicheza mechi akishinda apate chochote, hata bingwa mwaka jana alipata hela ni ndogo sana. Kwa hiyo tunachotegemea kwamba kutakuwa na ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo kutokana na ushindani utakuwa hali ya juu, tunaamini ligi itakuwa bora zaidi. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo ambayo imetuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha asubuhi njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.